Haya basi, habari zenu watazamaji wa Bila Voices TV. Mnavyojua Uncle Tony kija na kuja na mambo mengi sana. Leo nimekuletea story nyingine kali sana ambayo naenda kuzungumza na mzee wa kazi. Anaitwa mzee wa kazi. So bila shaka, bila kuchelewa kwa maneno, kwa sababu yeye ni mtu mzima, lazima ajitaje au ajitambulishe kwa watu ambao wanatazama kipindi chetu waweze kujua ni nani, niko na nani sasa hivi. Habari zako baba? Mzuri sana baba. Kwa majina ni nani kamili kabisa? Kwa majina naitwa Henry Maina. Naitwa Helen Maina. Maina tumekuta hapa. Kwa hii naona ni baba shop. Yeah. Oh, inaitwaje baba shop hii? Hii baba shop inaitwa La Poshman Executive Baba Shop. Oh, ulipenda uongee ukisema sawa, karibu. Anasema kwamba baba shop inaitwa La Poshman. Yeah. Sasa wewe unahusika na kazi gani hapa? Nahusika na kazi ya kunyoa. Ya kunyoa. Hii kazi ya kunyoa unaweza kutueleza kwa kifupi kwamba umeifanya labda muda gani? Mimi kunyoa nimenyoa kwa miaka 32. 32 years. Leo niko na mzee mmoja mkali sana ambao ni yuko jijini Nairobi, nchini Kenya. Jijini Nairobi. Mzee huyu sasa anaendelea kukuambia kwamba amefanya kazi hii kwa muda wa miaka 32. Hii miaka 32 umefanya kazi hii. Yeah. Ina maana kumaanisha kwamba sasa hivi una familia? Niko na familia. Una watoto wangapi? Watoto ni wengi. Kama nzege. Kumaanisha kwamba hao watoto umewasomesha? Nimewalea na nimewalewa na mashini. Nimewalea na kinyozi. Kumaanisha kwamba miaka 32 yote ukifanya kazi hii. Nilianzisha wa kwanza nilianzisha na yeye akiwa mtoto mdogo. Sasa saa hii ni mtu mzima, ako na familia yake. Sasa hivi ambao wana familia yake, kumaanisha kwamba amesha kuwa mtu mzima tayari. Si moja mzee, nimeitwa na wajukuu kama 6. Mzee, watu wengi wasema kwamba kazi ya kinyozi wanaidharau, wengine wanaiona kwamba ni kazi ya haifai. Mimi naomba leo wakazi wa Nairobi au watu wengine wanakutazama wako nchi tofauti au mikoa tofauti ambao iko nchini Kenya waweze kuelewa vizuri kazi ya kinyozi ni kazi ya maana sana, kwa sababu ni kazi ya kujitolea, kazi ya mikono. Mzee, kwa kifupi, kazi hiyo miaka umeifanya ambao ulipewa pesa mingi, mshahara uliwahi pata ni kama shilingi ngapi? Mimi sile pesa nimeshawahi pata. Nimeshawahi pata pesa kama 50,000 kwa wiki mbili. Kwa wiki mbili? Yes. Ina maana ukisema kwamba kila wiki mbili unapata advance ya shilingi 50. Yeah. Ya 50,000. Yes. Kwa wiki mbili. Kazi yangu ni kazi ya maana sana. Kwa hiyo kumaanisha kwamba kila mwezi unaingiza 100,000. Yeah, 100,000 ya Kenya. Yeah. Kila mwezi. Yes. Ambao 100,000 ya Kenya ukiangalia vizuri maisha ilivyo sasa hivi ni pesa, ni nyingi, ni kidogo pia. Lakini kwa kazi yako ya kinyozi, watu wengine ambao wanaizarau wanasema kwamba ni kazi haifai, ni kazi watu wanadharau. Ni kazi inakusaidia kwa sababu inakusaidia kwa miaka 32 ukiwa unaweza kulea mpaka watoto. Of course. Na mke bibi anakula vizuri. Kwa saa hii iko chini kwa sababu kulingana na uchumi vile iko saa hii. Ni viongozi wangapi hapa nchini Kenya wanaweza kuwa umenyoa? Ni wengi sana, kwa sababu nimenyoa ma MPs, ma senators. Nimenyoa watoto wa president. President gani? Kama President Mwai Kibaki nilikuwa naye. Kama huyo mtoto yake ile mkubwa. Nimeshawahi watu wengi ma prominent. Umenyoa? Yeah, nimenyoa. Wanakubaliana na kinyozi yangu. Mpaka tunapongea sasa hivi vinyozi ambao viongozi unanyoaga kwa wakati huo, labda au umewanyoa wengine wakatoka kwenye uongozi, wengine labda wakaenda kwenye shughuli zingine, lakini unaoonyoa mpaka sasa hivi tunapoongea ni wakina nani? Wengi sana nimenyoa, kwa sababu nimenyoa ma MP wengi. Ma MP nimewafanyia kazi. Kama unajua kuwataja majina si mzuri. Lakini
niko nao wengi. Lakini kuna yule ambao mnaweza kuwa ni rafiki yako zaidi, hata ukimtaji jina si mbaya. Hata moja wawili unasema kwamba kama huyu Samiwea nimenyoa, ni mheshimiwa mzuri. Huyu CS Joe Kudo nimenyoa. Haujawahi ifanikiwa ubahatika kunyoa hata msanii mmoja hapa nchini Kenya? Nimebahatika kunyoa msanii mmoja hapa. Msanii ule nimenyoa saa hii ni huyu mmoja, huyu wa chapati kubwa huyo. Nimemnyoa juzi. Umemnyoa juzi? Huyu wa chapati kubwa huyu alikula trophy ya Guinness ya chapati kubwa. Ni nini unaweza kaeleza vijana wa sasa ambao wengine wamekataa kujifunza kazi kama hizi ya mikono na ni kazi na ileta kipato? Kama unasema kwamba kwa mwezi unaweza kuwa unapata 100,000 ya Kenya, ni pesa mingi sana. Unaweza kumiliki familia yako vizuri, unaweza kulea watoto vizuri, na umesema sasa hivi mtoto wa kwanza ambao sasa hivi kumaanisha kwamba ana ndoa yake. Ako na ndoa yake, wa pili ako na ndoa yake, wa tatu ako na ndoa yake, wa nne ako na ndoa yake. Sasa unaona hiyo, na nimewasomesha, kila mtu amesoma kulingana na vile anataka, kwa sababu kila mtu yote ni watu wamesoma kweli kweli. Mzee Lapochimani, tunaona iko mtaa wa Lavington. Hata watu wengi wanaweza kuhitaji kwamba labda wapate mkono wako au wapate kazi yako. Yani wakihitaji uweze kuwa unaweza kuwahudumia, wanakupata Lapochimani ambao iko mtaa wa Lavington. Jieleze, uwatajie ambao panaitwaje uweze kujua vizuri sana. Hii inaitwa Pochman. Iko hapa Lavington Corner Mall. Na wakija hapa waulize Henry Maina, anawanyoa kweli kweli, na bila mtu kukuwa na shida yoyote. Ni mzee wa kazi ambao kumaanisha kwamba kama umenyoa miaka 62 ni kazi umezoea sana, ni mtaalamu. Naweza kukunyoa nikiwa nimefunga macho. Kweli? Safi kabisa. Vijana wengi wameendelea kulalamika kusema kwamba hizo kazi hawafanikiwi kwa kazi hizo. Mzee, sasa hivi hiyo miaka 62, ni nini umeweza kufanikiwa kupata? Labda maendeleo fulani, miradi fulani umeweza labda kufungua kutoka kwa pesa hiyo umetengeneza ya kinyozi? Isipokuwa juzi nilikuwa na kazi yangu, isipokuwa ni vile sasa uchumi imesorota kidogo, lakini sio vile ati ni kusorota namna hiyo, kwa sababu vitu yangu iko tu. Ni kujengwa, kuna jengwa mahali nilikuwa. Mimi nimenunua mpaka gari kwa kazi ya kunyoa. Kazi ya kunyoa. Safi kabisa. Kwa hivyo kazi ya kunyoa naiamini zaidi. Unaiamini? Kazi kama ile ingine. Sasa hivi tunapoongea mzee, umefikisha miaka mingapi? Mimi niko na miaka 56, kwa sababu mimi najiamini. Una miaka 56. 56. Bado hii kazi unaendelea nayo? Naendelea. Unaona kwamba labda zaidi kuna labda unatarajia kwamba kuna siku fulani au kuna wakati fulani unaweza ukaacha kazi, au unategemea kuendelea na kazi? Naendelea na kazi kwa sababu sijalemewa. Mzee, kwa nini miaka hii yote imeisha hujawahi kutekeleza kufungua kinyozi yako? Nilikuwa naye hata nimemaliza miezi 2. Umefunga au? Nimeifunga kwa sababu kule ilikuwa plot haijajengwa. Ilikuwa ile manyumba ya zamani. Na kulingana na vile uchumi iko sasa, nikapungua, nikaweka vitu kando, alafu nijipange zaidi. Mzee, tukimaliza kipindi chetu hapo, tukifika mwishoni wa kipindi chetu, ni ushauri gani unaweza kutoa kwa wananchi wa Kenya? Kwa sababu kuna wengine sasa hivi vijana wanahitaji mpaka kwenda kusomea kazi hizi. Ni ushauri gani unaweza kutoa kwa wananchi wa Kenya, sana sana vijana? Na pia vijana wasichague kazi. Kazi ni kazi. Kwa sana sana kazi ya mikono ni kitu ya maana sana. Usitegemea ati sisi sote hatuwezi kutosea kwa maofisi. Tafuta kazi ya mikono. Kazi ya mikono ni kitu inakusaidia zaidi. Hata ukienda mahali kama ng'ambo, nchi yoyote, nchi za nje, kwasa sana kazi hii ya kunyoa. Unawashauri kwamba vijana watoe mikono mfukoni, wajifunze kazi za kinyozi, wanaweza kufanikiwa zaidi ya mno? Zaidi ya mno. Kwa sababu uliposema kwamba umefanya kazi hii kwa muda mrefu, miaka 62, tumeona kwamba mpaka sasa hivi umepata wajukuu. Nimepata wajukuu, hata ukiniangalia hivi unaweza fikiria sina wajukuu. Watoto wako umesomesha mpaka level gani ambayo imefika mwisho? Mmoja ameenda university.
Kwa pesa ya kinyozi hiyo. Kwa pesa ya kinyozi hiyo. Na si mimi peke yangu, hata wengine tunafanya kazi nao wamepeleka mpaka university. Safi kabisa. Kwa sababu kazi ya kinyozi watu wengi wanaidharau, lakini kazi ya maana. Okay. Vinyozi wenzako ambao wana umri wako, wana umri kama wako. Wako naye. Ni ushauri gani unaweza kuwapatia mpaka sasa hivi? Naweza waambia watii kwa kazi yao na waiamini. Hii ni kazi ya maana. Na kazi ya mikono ya kujitolea ni kazi nzuri sana. Mzee, tumeona kuna watu wengine unakuta amefanya hii kazi mpaka miaka 20, 15 lakini mafanikio hana kabisa. Wengine unakuta wanasema kwamba hizo kazi hazinaga pesa, hazinaga nini, lakini umeweza kuelezea Wakenya wengi au watu wengine wako nchi mbalimbali kwamba kazi hii imekupa mafanikio makubwa sana. Unajua kitu moja watu wengi wanakuanga naye ni ukiingia mahali kufanya kazi unahamahama kuhamahama. Sasa customer wanafikanga mahali wanachoka, wanakuacha. Ni hiyo ndio nilikuwa nataka nikuulizia hapo wakati tumaliza kipindi chetu. Kama wewe umemaliza miaka 62 kwa kazi hii. Kuna hile wanasema kwamba kuna watu wananunua vinyozi. Labda mahali imefunguliwa kinyozi kali sana. Kumaanisha kwamba wanajua una customer wako. Na muda wote wanaweza kusema kwamba huyu mtu amemaliza miaka 62 kwa kazi hii, ana ujuzi wa hali ya juu sana. Vipi inakuaje? Wewe si wanakupigania kuja kununua au inakuaje? Siwezi, kwa sababu mimi mahali nafanya kazi natoseka. Si mtu wa kununuliwa. Umewahi nunuliwa mara ngapi labda? Sijawahi. Hujawahi nunuliwa? Hapana. Koko tunapoenda unaenda bila pesa? Bila pesa, kwa sababu kazi yangu wanaiamini, na ukinunuliwa mimi si mboga. Wewe si mboga. Mzee, unaweza kuwaambia wa customer wako, sijui kama unawaambia kwa lugha gani, unachotaka kuambia wakati tunamaliza kipindi chetu, au wale wetu wengine ambao unataka kusema kwamba unaweza kuwaelekeza mahali fulani? Karibu sana. Naambia customer wangu wakuja hii kinyozi yetu tuko naye hapa. Hii inaitwa La Posh, La Poshman Executive Barbershop. Iko hapa Lavington Corner Mall. Ni kinyozi safi, kinyozi ya maana, kinyozi ya maongeo mazuri, kinyozi iko na maneno mengi. So ukiangalia kihuduma ni ukitoka kwenye nyie kama nyie vinyozi wanaume kwenda kwa wasichana, vipi wamejipangaje wasichana? Sababu kuna vinyozi vingine watu wanalalamika, wanasema kwamba kuna vinyozi watu unakuta wasichana wanagusagusa wazee wa watu nini, sometimes unakuta hata wazee wanahamia hapo kabisa. Kwenu umejipangaje? Kwetu kile kitu iko ukiangalia kwa kinyozi yetu iko open kila mahali, watu wote wanaonekana na watu wanafanya kazi na vile inafaa, na ni watu wasima na watu wanajua kulingana na management ile iko. Watazamaji kipindi chetu kwamba mtaani kwetu tulikuwa na mzee mmoja anaitwa Maina, ambao ni mzee kinyozi, amenyoa miaka 62 akiwa amejiendeleza kwa familia yake pamoja na kusaidia watu wengine mbalimbali. Akasema kwamba kuna paka amenunua gari kutoka kwenye mkono wake, kazi amefanya kinyozi na kaweza kusomesha watoto wake. Watu wengi wakiwa wanafikiri kwamba kinyozi wanaidharau kwa njia nyingine, lakini yeye ametuambia kwamba kinyozi ina mafanikio makubwa sana. Usiende mbali na mimi, utaendelea kujua mengi nikiwa na mzee wa kazi huyu, mzee Maina. Maina ni hiyo ni lugha gani? Hiyo ni lugha ya Maina. Kuna Maina na Mwangi ikikilani, lakini ni kitu ya maana sana. Hiyo jina si ya mchezo. Haya jamani, wapendwa Watanzania wetu, ningewaambia kwamba chao babaye, nikiwa na mzee wa kazi huyu ambao tumemkuta pale anapofanyia kazi hapo mtaa wa Lavington. Napenda watu uambie kwaheri. Bye bye. Good.